Haya. Karibuni. Asante madam. Tuna feedback ya dada Salma. Salma vipi? Safi. Toa sauti bwana. Au ndio hiyo nguo imekukaa baada sauti haitoki? Hapana, safi. Safi. Ndio. Ulipangiwa kazi wapi? Pangiwa kazi Dodoma. Toa sauti mimi sikusikii. Nipangiwa kazi Dodoma. Dodoma. Yes. Umekaa muda gani kazini? Miezi 4. Miezi 4. Kwa nini sio mwaka sasa? Shida ni nini? Kabla hatujapata feedback zako kutoka kwa Akila ambaye ameongea na bosi wako, na ukitaka bosi wako pia tutaongea naye, lakini we mwenyewe kwanza tuambie katika hiyo kipindi cha miezi 4 changamoto ni nini na mpaka umerudi? Mambo yako baadhi, lakini sana sana ambayo ilikuwa kubwa, yani kuwa na kauli tofauti. Sababu kuna bosi mwenyewe ambaye ndio mama kwa pale, alafu ana mwanae mwenye mtoto, alafu kuna ndugu yote na mwingine kwa wakati alikuwepo msichana. Sasa kuna ile labda ametoa kazi labda ifanyike hivi, mama akasema hivi, yani madamu mkubwa. Na mwanae pia na yeye anasema labda hapana sio hivyo ni hivi. Sasa inapokuja swala kitu kimefanyika tofauti, tayari kesi inakuwa ya kwangu mimi. Kwa nini kimefanyika tofauti? Lakini kuna ile kunakuwa na ile, yani ndio unajua kazi kila mtu anatoa kwa perception zake yeye anavyotaka. Kwa kitu ukiteleza na mbeba jukumu ni mimi. Haijalishi nani kazungumza, kwa nini ufanye hivi? Yani kuna ile ukasema hivi, ukasema hivi. Yani kauli tatu kwa wakati mmoja, wakati mwingine zinakuja tofauti. Sasa kuna ile vurugu fulani, huyu anataka hivi, huyu anataka hivi. Kwa mfano, mtupe mfano, maana hapo umeongea kwa ujumla. Tupe mikasa labda 1-2 ambayo ni ya mfano, kwamba huyu alikupa kazi hizi, huyu akakupa hii, alafu ilivyofanyika hii, huyu akasema hivi. Hebu tupe mfano. Kwa mfano, yani mimi na huyo ndugu yao mwingine tukua, yani mashuka yetu, yani walisema kwamba anakaa sehemu fulani. Kwa mfano, ukichukua ukitandika, akija anasema hapana sio hayo. Lakini nasema hapana, kauli niliopewa kwamba kabati hili ndo yanatoka mashuka yetu tunayolalia sisi na madamu mwingine, na madamu mwingine naye sehemu nyingine, utasikia hapana sio hivyo. Kwa nini yametandikwa hayo? Ya kwenu ni labda ni hili na hili. Tayari inakuwa ni kesi. Naingia kwenye lawama. Lakini taarifa nilopokea kwa mtu mwingine ni hapo ndipo anapokaa. Sasa naingia mimi lawamani. Kwa nini umechukua hayo? Kwa nini? Kutovu wa nidhamu. Hapana sio hivyo, ndivyo nilivyoelekezwa. Na wewe umesema sasa na mwelekezaji si yupo? Na mimi ndio nawasikiliza hao walioachia maagizo. Ndio. Yani kama mtu amekupa maagizo haya na ukafanya vile, akaja mwingine akasema sio hivyo, si unamwambia fulani ndio ameniambia haya mashuka ndio niyatumie? Hapana, wakati mwingine mimi nimefanya kazi ndio naonekana nimekosea. Ile kwa vile ni mwanae hajakosea. Wewe ni level gani ya dada ulienda? Professional 200,000. Professional sio 200,000. Smart dada, no professional, smart dada. Sasa smart dada, wewe unaona huyo ni smart kweli? Dada smart ni dada gani? Sifa ya dada smart. Wewe unaona ni smart kwamba huyu amekupa maelekezo kwamba haya mashuka ndio ya kwenu. Amekuja mwingine akasema sio haya. Sasa dada smart anafanyaje ili uonekane smart? Unanyamaza tu kwamba uonekane wewe ndio ulikosea, au kuna mtu alokuambia, au kweli wewe ndio ulienda ukajichukulia mashuka ukayaweka? Anatoa taarifa, na wakati mwingine anatoa taarifa kwamba nimeambiwa hivi. Na fulani, sio tu nimeambiwa, kwani umeambiwa na nani? Kwa sababu pia kwenye nyumba lazima ujue oda inatoka wapi. Kwenye nyumba, si ndio? Smart dada anajua nani anayetoa oda. Kwa hiyo labda kama ulikuwa unapokea oda kwa mtu ambaye unajua yeye mamlaka yake iko chini, then pia utakuwa sio smart dada. Lazima mtu anayekupa oda kama mamlaka yake iko chini, ukonfirm na yule wa juu kwamba nimepewa oda hii, je iko sahihi? Lakini ukasema tu unapewa oda na huyu, unapewa na huyu mpaka anachanganyikiwa. Sasa unakuwa ni smart dada gani? Wewe mwenyewe unashindwa kujua hapa ndani ni nani ambaye, yani oda ina yeye, maelekezo yanashuka kutokea wapi? Siku zote lazima maelekezo hawezi yakatoka chini kwenda juu. Yanatoka juu kuja chini. Kingine, maana hapo mnitajia mashuka japo sijaelewa vizuri, lakini bado na wewe umejichanganya changanya. Kingine. Na hapa ndio wadada wanaposema huyu upande wao. Niko na nani? Unasemaje?
Na kwa upande wa mabosi. Niko upande wa mabosi. Sasa unataka ulipwe 200,000. Unajua 200,000 Tanzania mshahara wa kazi za ndani ni hela nyingi. Alikuja kuomba professional huyu kwanza. Amesomea nini? Amesoma masuala ya marketing, lakini alipofika hapa akasema mimi ni professional kabisa. Si hatuna marketing professional. Professional nini? Najua kazi za ndani. Tukamwambia haya utakapo utaonyesha, japokuwa hatuna mtu wa marketing ambaye anaenda ku professional. Kwetu sisi ukija hapa marketing, si mwanasheria nini, au wote ni smart. Professional hapa, smart yenyewe lazima watuonyeshe kama ni smart. Professional hapa lazima uwe umesomea malezi, kwa sababu unaenda kwenye kazi za malezi, mapishi na usafi. Ndio tunaziona kwetu ni professional, lakini hizo nyingine tunakuaga tu ni taaluma ambazo zina add value, lakini kwa hapa utapangiwa kama smart. Na wewe bado ukupangwa smart, kwa sababu kama una miezi 4 tulikuwa na smart za 300,000. Kwa nini hamkumpa za 300,000? Wewe hapa tukituoni anajua. Yaani kwanzia hapo tulikuwa alikaa muda mrefu, nadhani kwenye bachi ya waliokuwa nao alibaki peke yake, aliachwa. Alibaki muda mrefu na bado alikuwa kama anamsahau au kwa sababu kavaa majiba kidogo, akitoa na sitamkumbuka, alikuwa mvivu sana. Umejifunika gumi leo, yani sikukumbuki vizuri. Wananiambia umekaa sana hapa. Amekaa sana. Anyway, okay. So feedback zake bosi anasemaje? Dada alienda kazini mwezi wa 9 tarehe 27. Kama kawaida tukafanya follow up ya mwezi wa kwanza, tukaongea na madam akasema dada kuna vitu vingi vya kuimprove. Yaani haoni huo usmart wa dada ambaye tumempa tukisema ni smart, angalau kwa sababu yeye bosi wake alikuwa bado anatudai kwa wale mikataba ya zamani smart ya 200,000. Mkataba wake unapaswa kuisha mwezi wa 4 mwaka huu. Kwa hiyo huyu ilitakiwa aimalize mpaka mwezi wa 4 tena. Tulimwambia kisha umemimpress bosi ili kwamba mwezi wa 4 ukifika bosi alipie wewe ulipwe 300,000. Ndio ilikuwa ndo maagizo ambayo sisi tulimwambia. Hakikisha bosi anakupenda. Ukimaliza tu mwezi wake wa 4 unaanza kulipwa 300,000 kuanzia mwezi wa 5. Na bosi anakupenda kwa kigezo gani? Salma, ili bosi akupende anakulipe zaidi. Usmart. Usmart? Usmart waje mpaka lipstick. Umeitandika lipstick. Usmart gani? Dada akisikia smart wanajua labda muonekano. Anajibana pale, anajua hapa ndio smart. Usmart gani? Uwajibikaji na kujituma. Uwajibikaji, kujituma, kujiongeza kwenye kazi zake. Kwenye kazi zake. Na maana kila kitu atakapokuwa unakifanya vizuri, hapo ndio unamimpress bosi wako, unamvutia. Unamtongoza ili mkataba ukiisha wa 200,000 aseme jamani niko tayari kusaini mkataba mwingine na Salma na niko tayari kumlipa 300,000. Kwa hiyo kitu kwa Salma imeshindikana. Haya twende. Kwa hiyo follow up ya kwanza kabisa akiwa Salma ndo nadhani ana wiki ya kwanza kazini, ile follow up ya kwanza tukampigia simu. Akasema dada yenu anachelewa kuamka. Yeye ndio ilikuwa issue ya kwanza. Anachelewa kuamka. Salma, hapa mlikuwa mnaamka saa ngapi? Saa 10. Saa 10. Sasa kwa bosi wako kaanza kuamka saa ngapi? Hapana, madam mkubwa aliniambia saa 12 ni tayari nishaamka, lakini kwa naamka saa 11. Alikuwa anachelewa jamani. Mpaka ikaripotiwa, lakini pia baada ya hivyo tukampigia. Tena mimi ndio nilikuwa namfanyia sana follow up huyu Salma. Tukaripoti, tukamweleza kwamba wanataka kuimprove hapa na hapa na hapa. Uzuri tukaja kufanya follow up nyingine Disemba tarehe 27. Tukaongea na madam kuhusu maendeleo ya dada Salma kazini. Madam akasema Salma angalau amebadilika, anawahi kuamka na anajitahidi hata kwenye usafi. Ila bado anamuona ana uvivu. Kwa mtoto pia hayuko makini, hata maji yampi kwa wakati. Tumemwambia madam kwa tutaongea na dada ajirekebishe kwenye hayo maeneo. Hiyo ilikuwa mwezi wa 12. Then tukaongea na dada Salma, tukamwambia ajirekebishe kwenye mapungufu yake. Dada Salma akasema sawa, atabadilika. Uzuri kwenye ukimwambia anakuitikia kwamba tukisema sawa madam mtabadilika sana, anasema ila saa kwenye kubadilika shida. Hata kwa madam mwenyewe anasema yani Salma ukiongea naye anakwambia kusema madam usijali nitabadilika samani. Baada ya hapo yanayoendelea ndo haya. Ikaja Januari 15, madam amepiga simu kituoni, amesema Salma hayupo sawa kabisa. Anahisi akili yake haipo sawa kwa sababu vitu vyote anavyokatazwa yeye ndo anavifanya. Madam amesema tuongee na dada kwa sababu amechoshwa na tabia zake. Yaani kwa sababu kila kitu ambacho anaambiwa hichi hapa usifanye ndio hicho. Sasa yani ndio umemwambia fanye. Yaani amekuwa sasa super traditional. Traditional hata wengine wana nafuu. Unarudia kitu kile anaendelea kukifanya. Sasa tarehe 24 tena Januari tukaongea na madam, amesema yeye amechoshwa sana na tabia za dada Salma. Yaani hawezi tena kabisa kukaa naye. Tumemwambia asubiri mpaka angalau ifike tarehe 28 ambayo dada ndo alikuwa anatimiza sasa
mwezi, kwa sababu hiyo tarehe 24 mwezi huu wa kwanza madam kabisa alisema mimi sasa dada yenu nataka nifanyaje, nimuondoe. Nikamwambia basi muache mpaka tarehe 28 atimize mwezi, wewe utatuma nauli ya dada mwingine kutoka kwenye mshahara wake, alafu utamruhusu aondoke, ila atakapotaka tena, ili utakapotaka tena huduma basi utalipia tu gharama za huduma mpya, kwa sababu muda wako umeisha, lakini nauli ya dada mwingine itakuwepo kutoka kwake, kwa sababu yeye amevunja mkataba. Madam kwa hiyo ndo akasubiri sasa mpaka hiyo jana, hiyo juzi sijui akasema mimi hata tarehe 28 ambaye 28 ilikuwa jana, si ndio jana umeondoka, akasema tarehe 28 yenyewe nimeisubiri sana, akamlipa tena hata kutaka kumkata ile hela yenyewe ya nauli ya dada mwingine, amesema nimempa tu hela zake kwa kweli. Aondoke, mimi nikitatuma tu hela ya nauli ya dada mwingine hamna shida, na nitatuma hela ya gharama nyingine za huduma nitakapohitaji. Kwa hiyo ndio huyu sasa hapa. Lakini kuna incident hiyo ambayo mpaka madam anasema kwamba vitu anavyoambiwa azifanye asifanye. Kuna siku madam amejiandaa asubuhi anataka kwenda kwenye kikao, alafu akampa Salma nguo, yani sasa ndo anaingia kuoga na nini, akampa naomba nioshe hizo nguo zangu. Salma akaenda kuziweka kuzifua. Madam alichoka. Sasa akashindwa kuelewa ni alimsikia au hakumsikia, au yani kuna shida labda. Una shida ya masikio? Maana kuna wadada wanakujaga hapa wanatuficha. Haikuwa kusudi. Haikuwa kusudi. Ndivyo na watu pale walikuwepo. Baada ya hiyo situation kutokea, nikamwambia ndivyo nilivyosikia. Wale wote ambao walikuwepo wakasema hapana, umesikia vibaya, akasema umnyoshe. Wao wengine walisikia kwamba mambo unyoshe. Yeah. Wengine walisikia kwamba umeambiwa ukazinyoshe. Yeah. Ila wewe ukasikia kafue. Sasa kesi tena ikawa ya kwangu, kwa sababu wote walikuwepo wameconfirm kwamba hapana, sio hivyo. Akasema unyoshe. Ila wewe ukazifua. Sio ukaingia kwenye lawama. Sasa unasemaje umeingia kwenye lawama? Umeona unavyoiweka kwenye lawama? Kama vile lawama ni kama vile yeye wewe ni victim. Wewe sio victim. Yani hapo victim mwenye nguo yake. Hadi wenzako wamekusikia. Bosi wako anasema ninyoshe, wamesikia. Wewe ukusikia ninyoshe, ukasikia sijui nifulie, au wewe mwenyewe ulikuwa na mawazo yako. Unajua kuna ile tu kishapewa nguo kichwani unawaza tu ni za kufua kumbe hata hujapea attention ulichoambiwa. Na ndio hiyo shida wadada wengi mnaokuja hapa mnakuaga na stress au mkifika kazini mnakuaga na stress, yani akili haipo pale. Kwa hiyo ukipewa kitu ile conscious inakwambia hichi kitu kinatakiwa kiwe hivi, kumbe ukusikilize ulichoambiwa. Na ni bora angeconfirm labda madam samani umeniambia ninyooshe au umeniambia nifanye hivi ili madam angalau ajue kama kumbe ukunielewa. Hizi kwa ni za kufua. Yani uliza mara mbili ili upate uhakika. Lakini wewe conscious yako ukishaisikiliza kwamba kwa kawaida nguo zikitolewa ni za kufua, basi unapeleka kwenye nani? Kwa kamlowekea nguo zake za kwenda kwenye shule. Wewe umeenda kwenda kwenye kikao ameshaoga sana anatoka avae nguo Mungu wangu. Ziko kwenye maji kule. Alichoka. Na nasema hivi kweli yuko sawa dada yenu? Hebu ongeeni nami nimechoka kwa kweli. Yani nimechoka sina hali. Na kwenye issue ya uvivu mimi ambayo iliripotiwa mwanzoni kabisa, kwa sababu madam katika kitu alichoripoti mwanzoni ni uvivu. Huyu alikaa sana kituoni kwa sababu ya issue yake ya uvivu. Tukamwambia huondoki hapa mpaka tutakapoona improvement. Kwa hapa akajitahidi kutuonyesha kwamba ameimprove angalau, ndo tukampanga hiyo kazi. Tukamwambia kwa 500 kwa sababu pia kwamba kazi ya 500 professional. Tukamwambia huwezi. Hata 300 mpaka 200. Hata 300 tuendelee tukakwambia hapana. Ndio tukampeleka hiyo 200. Tukajaribu hapo kwa 200. Akapambane Sasa kupambana kwenyewe ndo kashindwa. Akiacho kidogo washing machine iko pale, lakini mara nyingi wanasema ile sasa kwa sababu ya kusave nadhani umeme na nini na cost, basi nguo zile ndogo ndogo nyepesi utakuwa unazifua. Kama kuna nguo kubwa kubwa, mashuka sio mapazia, maduveti, tutafua kwenye washing machine. Wao wakijiandaa tu kwenda kazini, dada anachukua nguo hizo za mtoto sio 2-3 anaziweka zake kule. Sasa siku ikatokea bosi amerudi ghafla, ametoka nje then akarudi, anamkuta mashine kule inazunguka nguo za mtoto kaziweka kwenye mashine. Nguo 2 sio nguo ngapi. Yani hizo chache ambazo alishapewa maelekezo. Ulishapewa maelekezo kwamba nguo washing machine itafua nguo nyingi na nguo labda kubwa. Kwa hiyo kuna nguo chache hizo 2-3 utakuwa unazifua kwa kila siku. Kwa hiyo sasa kumbe huku nyuma waga ndo waga ni kidogo, yani nasitegea tu mtu hayupo. Yani uvivu ni nature yake, na ameshindwa kabisa kuiacha hiyo tabia kwa kweli ya uvivu. Na sasa kwenye masuala pia ya vyakula nadhani ilikuwa ni issue nyingine. Hata nilimwambia, nilimpigia simu nikamwambia bado bosi wako analalamika. Yani kwenye vyakula kuna hizi tunasema kwamba bosi anatakiwa accommodate dada malazi lakini pia chakula. Ila sasa yeye kuna kwa mfano mayai ya watoto yapo nyumbani. Bosi anakuja anakuta dada kakaanga mayai ya mtoto. Kala mwenyewe.
Akala mwenyewe. Akala yeye, sio kumgangia mtoto, yani anajikangia yeye. Anajipikia vyakula vyake pale bata. Sawa. Yani anajipenda kupindukia. Yaani hivyo Kiingereza kingi kweli, anajua Kiingereza kujipamba pamba yeye. Lakini kazi ndo Kiingereza kinapanda. Changamoto. Yani bosi wake amerudisha shule Kiingereza bila kazi. Nini sinawaambiaga hapa kwamba Kiingereza akienda kufanya kazi. Kiingereza na kama yani ukiwa na Kiingereza afu huna nidhamu wala sio mchapakazi hakitakusaidia. Kiingereza ni sawa tu na kupiga kelele ndugu yangu. Kama huwezi kuwa na nidhamu ukafuata maelekezo ya bosi wako na ukawa ni mtu unayechapa kazi, utaongea sana Kiingereza na utakufa na umaskini. Na hakuna mtu atakaye kutaka. Sasa unaona umekaa hizo wiki miezi 4 tu. Na ulikuwa na potential, ungefanya vizuri, ungekuwa smart wa 3,000. Na kule ukifanya vizuri, sisi kuna wadada hapa wanalipwa 500,000, hawajasomea ila wana experience na wana heshima nzuri, wana nidhamu, ni wachapakazi. Feedback tunazopokea kwetu ni CV yao. Kwa hiyo tunazidi kuziweka kwenye CV yake. Kwa akimaliza mkataba na amepata sifa nzuri, labda ungeendelea na mkataba mwingine wa 300,000 kwa bosi wako. Ungekuja kufikia ndoto yako ya kuwa professional. Endapo tu ungekuwa wewe ni mdada mchapakazi mwenye nidhamu ambaye unafuata taratibu za bosi wako, kwa sababu sio kwamba una akili unazo, ila una uvivu. Yani kwa ninavyosikia hapa ni wewe ni uvivu. Nadhani ndio sifa kubwa inayomsababisha mambo mengine kinachokuangusha ni uvivu. Sasa utafanyaje ndugu yangu? Kwa nini sasa ukawa unafanya hivyo? Unachemsha mayai ya mtoto unakula. Wewe si unalipwa mshahara 200,000, una hamu ya mayai, si ununue ujikangie. Kwa vitu vingine mtu anavyotaka ananunua mwenyewe. Sasa kwa nini ukawa unachukua kwenye bajeti za bosi wako? Ulikuwa upewi chakula? Hapana. Chakula kipo. Kwa hiyo kwa nini ulikuwa unajispoil na vitu vya mtoto? Unajipenda tu. Hapana. Hapana nini sasa? Kwani hiyo ni uongo? Ulikaanga mayai ukala hujakaanga? Yani mayai kwa mfano ukichukua kuna utaratibu. Ukichukua labda unapika lakini itabidi yarejeshwe tena. Hata kama unakula na wenzio. Wewe ulihusika jikoni inabidi urejeshe. Urejeshaje? Si ndio sio vya kwako? Ndio inabidi sasa vinarejeshwa, unanunua tena unarejesha. Sasa maana yake itakuwa basi ukununua kama waga mna replace labda. Maana huwa vinarepressiwa. Na nani? Na hela za nani? Anayepika kwa siku hiyo. Kama mtu kupika labda kachukua labda kitu hivyo kama cha mtu mwingine inabidi tena ununue ukirejesha. Ambayo wewe ndio ukununua sasa mayai ya watu. Kwa sababu wewe ulikuwa unajua unataka mayai, either ungenunua kuepusha hiyo changamoto, upike ya kwako, au ulivyopika hayo yaliokuepo unge replace ukamwambia madam yale mayai nimetumia, lakini kama ndio utaratibu wa hiyo nyumba. Nasema jamani mayai haya hapa nimefanyaje? Nimerudisha. Sababu lazima uwe mwaminifu kwa madogo. Unajua unaweza ukaona yani hapa watu wanakuaga na upumbavu mmoja wa kuchukulia kama mabosi wachoyo, hasa tukiongelea vitu vya issues za vyakula. Watu wengi wa Tanzania wana mentality za kipumbavu sana ambazo ni za kimaskini. Unapodharau vitu vidogo huwezi kufanikiwa kwa makubwa. Unapoona yani kwani shilingi ngapi? Lakini ukadharau kwamba bosi wako amenunua budget ya mayai ya mtoto wake. Lakini wewe unachukulia yai tu, unagonga unakula. Alafu mwenyewe akikasirika unasema yule mchoyo. Hapana. Unajua Mungu anatupima kwa madogo sana. Unapokuwa kazini, ndio maana tunawaambiaga wadada ukienda sokoni hata kama ni shilingi 50 imerudi. Rudisha. Mwambie bosi nimeenda sokoni hivi vitu nimenunua shilingi 50 hii hapa au shilingi 100 hii hapa. Unapimwa kwa uaminifu wako. Sio kwa habari ya huyu si mtu ana hela au ana nini. No. Vitu na nakwambia watu waliofanikiwa, watu waliopiga hatua ni watu ambao wako detailed kwenye vitu vyao. Nakwambia mabosi wengi yani uwezi kukuta anarusha vitu ovyo ana nani. Hata sisi wa Kristo Yesu alitufundisha hiyo semina alipowalisha watu wengi sana. Watu 5,000 sijui, lakini aliwaambia okoteni kila kitu. Yani kila kitu, yani usiachilie tu kwa sababu unaona kumbe tumeweza kula watu 5,000 kwa hiyo alitufundisha pia kwa hiyo tunaposema kuweni waaminifu kwenye vitu vya mabosi wenu na ukakuta kweli bosi anakuambia hivi vitu ni vya mtoto, basi usivitumie. Na kama unatumia, onyesha ile transparency kwamba jamani hivi vitu nimetumia lakini na vireplace. Rudisha, sema jamani haya mayai nimechukua sui 2 3 hayo hapo nimesharudisha. Mtu anakuona kweli ni mtu mwaminifu mwazi. Lakini hapa wadada wa kazi wengi kwa sababu ya
ya hizo mentality, yani fikra za kimaskini tulizo nazo. Utasikia bosi ana roho mbaya, mayai hayo nayo ni ya kumnyima mtu. Umaskini, hizo ni roho za kimaskini. Mnapimwa kwa uaminifu katika level yenu mliopo ya hizi kazi, ili ukiweza kuonyesha huo uaminifu ndio unapanda viwango. Mtu anapokupa sifa ya uaminifu ni sifa adimu sana kwenye dunia.